Mwenyekiti wa klabu ya Simba Mangungu. Tena amepiga picha na rais amefurahi. Unaelewa? Ndio mwenye klabu yake. Amepewa maelekezo mechi tarehe 25. Ni nani kilampa gani abishe? Kwa sisi tulikuwa tayari kucheza mechi 184. Tarehe 15. So tarehe 15. Hilo jambo la kwanza. La pili tukaweka condition ili dabi ichezwe, wafanyaje waondoke? Na kuuliza wameondoka hajaondoka? Wale kuna watu wawili bado hawajaondoka. Sikiliza. Sisi tulisema sio wa bodi ya ligi, tulikazungumza kamati ya masaa 72. Kamati ya masaa 72, kamati ile hajaondoshwa. Sikiliza utaelewa tu. Kamati ya masaa 72. Na vile vile tukasema kidau ambaye ndo katibu mkuu ambaye anasimamia kamati ya waamuzi na waondoke. Na vile vile tukasema hili jambo la bodi kuwa huru ni jambo la mchakato ambalo la muda mrefu. Tuligawanya katika sehemu mbili. Kuna jambo la muda mrefu na jambo la muda mfupi. Wewe umesema kamati ya masaa 72 hawajajiuzuru. Kwa TFF Wilfred Kidao hajaondoka. Sikiliza mimi ninachokwambia. Sikilize kwa makini. Sawa. Unasema kama soka limefurahi. Soka limefurahi na soka limekombolewa. Inawezekana imechukua muda mrefu, lakini jana ilikuwa ni turning point ya soka kukombolewa. Na haya ni mahitaji ambayo yamepiganiwa kwa muda mrefu zaidi, kwa sababu tunahitaji mifumo kuwa huru. Watu waliambiwa bodi ya ligi haiko huru, kuna watu wanaingilia bodi ya ligi, kuna jambo fulani, watu wana influence bodi ya ligi iko ni sehemu ya TFF. Kwa kujiuzuru kwa jana, kuondoka kwa jana, tafsiri la haraka kujiuzuru kwa nani? Kujiuzuru kwa Guto. Ambaye ni mwenyekiti wa bodi ya ligi na rais wa bodi ya ligi. Yes, ni mwenyekiti wa bodi ya ligi na mwenyekiti wa kamati ya saa 72. Kusimamishwa kwa kazi Almas Kasongo ambao ni CEO, ni mtendaji wa bodi ya ligi na vile vile ni katibu wa kamati ya masaa 72. Kwa maana yake bodi ya ligi imeondoka na viongozi wakubwa wawili na kamati ya saa 72 imeondoka na viongozi wakubwa wawili. Kwa tafsiri la haraka, maana yake kamati ya masaa 72 ambao kazi yake ilikuwa ni kusimamia michezo na kupanga michezo kwa kiujumla, maana yake watu wote wakubwa wameondoka. Kwa maana yake inaundwa upya, na kuundwa kwake maana yake ni lazima upate mwenyekiti wa bodi ya ligi na upate CEO, ndio unaunda kamati ya masaa 72. Lakini vile vile wasimamizi wakubwa, mwenyekiti wa bodi ya ligi na CEO ambao ndio watendaji wakubwa kila siku za kazi za bodi ya ligi, wote wameondoka. Kwa mahitaji ya Yanga ya msingi ambao makubwa kwa ajili ya kuambia waondoke na waweze kuondoka. Kwa ushindi, na huo sio ushindi tu kwa ajili ya klabu ya Yanga. Huo ni ushindi wa vilabu vyote. Leo kama umemsikia juzi kama umemsikia mzee wangu Kifaru analalamika kwa anasema Mtibwa amekuwa bingwa lakini hajapata fedha. Unapata hiyo picha? Kwa maana yake mwenyekiti wa bodi ya ligi au CEO akija wa bodi ya ligi atapokuja, maana yake hizi mambo za fedha za ubingwa za timu daraja la kwanza, si timu ya wanawake, timu za kubwa, maana yake atakuwa siku timu tunapata ubingwa na muda ule unatoa fedha zake. Kwa maana yake tunaenda kutengeneza mifumo mikubwa zaidi ya mpira nchi. Lakini vile vile maana yake ukiangalia na mahitaji mengine ni kama zile kamati ambazo tulizungumza zina sura za kitaifa. Kwa baada hili jambo nahisi rais atakayekuja wa TFF au msimu unaokuja, kuna kamati zile zote sio kamati ya waamuzi, sio kamati ya saa 72, sio kamati ya hadhi, heshima na wachezaji, unanielewa? Zile kamati sio ya maadili, zile zote ni lazima zitengenezwe upya, ambao watu wanakuwa na hofu ya Mungu. Kamati zisiwe ni sehemu ya kuwakandamiza watu. Kamati sio sehemu ambayo ya kwenda kurudisha mpira wetu nyuma. Kwa tafsiri la haraka, hilo jambo la kwanza. Kwa mfano baada ya kuondoka hawa mimi naamini mambo mengine yanaenda kukaa sawa, kwa sababu lazima serikali watakuja tena. Serikali lazima, nafahamu na mimi najua hii mifumo kwa baada ya kutokea hivi, maana yake kuna watu inawezekana ametumwa serikali kuangalia mambo ya fedha ambayo yanatumika, unaelewa? Haiwezekani mtu anakuwa bingwa apate fedha zake. Watakuja kuangalia huko kote huko. Wakija kuangalia, maana yake TRA kwanza, TRA wanakaa pembeni. Hao watu watakukula, wataangalia hapa bwana kuna fedha sehemu fulani, wewe utakaa. Yaani hapa bado haijaisha. Kuna watu watachukuliwa hatua.
Na TRA kwa watu wengine ambao wanalalamika fedha hajapewa za ubingwa, sio fedha za vibali hazijakatwa, sio na nini, TRA wao ukichelewa tu wanasubiri kupiga penalty. Yaani TRA inakaa pembeni afu kuna watu wanachunguza hivyo vitu. Kwa hili sakata linaenda kuondoka na watu wengi zaidi. Na mwanzo walikuwa naambia bwana, haya mambo kwa ni serious. Segelea kule bado hapajajaa, panahitaji watu. Haya mambo ya fedha, haya mambo ya taasisi kubwa hizi za umma, msicheze hata kwa dawa. Haiwezekani mambo mnafanya mzaa katika mambo ya msingi ya mpira wa nchi. Kwa watu wamefurahi kwa sababu watu wameaminishwa kuwa Yanga walikuwa sahihi au hawakuwa sahihi. Nyinyi waandishi wa habari mko nafanya kama Yanga wako sahihi, wakati Yanga walikuwa na mahitaji ya msingi ambayo ilikuwa ni sahihi kabisa. Na ukiangalia kwa kiujumla unaona mpira ligi ya mwaka huu, unaona kabisa kama hawa waamuzi ambao unasema kweli kama mtu amesomea hawezi kuchezesha namna hii. Kama waamuzi kwa unafuata sheria hizi kucheza namna hii. Kwa hivyo vitu vyote vilikuwepo. Lakini natakiwa uelewe. Jana rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania waliita Dodoma. Unaelewa? Mama Samia. Yes, waliita Dodoma, wamekaa kikao. Nimeona GSM. Garib Said Mohamed. Yes, wewe ulimuona Mo? Mwekezaji wa Mo sijamuona. Nimemuona Azim Dewji. Azim hajakuwepo. Wewe mzee akuwepo pale? Akuwepo. Kale wazee walikuwa pale Azim Dewji. Watano. Walikuwa na nani? Walikuwepo kuna Mangungu, kuna Shangazi, kuna Dalali, kuna Dalali. Yes. Ni Dalali kweli. Nataka kuuliza ulimuona CEO wa Simba jana? CEO. Yule mwana mama? Sikumuona kwenye picha. Hakuwepo. Sikumuona kwenye picha. Ndio hakuwepo kwa sababu kwa watano, Yanga alikuwa watatu. Yanga alikuwa makamu wa rais, alikuwepo mtendaji Endo Mtime pamoja na Garibu. Si ndio? Okay. Tafsiri unapata nini? Sasa hoja yako hiyo kweli simama. Mimi hoja yangu iko hivi. Kwa Yanga ameenda watatu ambao makamu wa rais ambao kwa ameenda kumwakilisha rais uko nje ya nchi. Kwa Simba ameenda Mangungu, hao wote wanaweza kaa ni sawa. Unaelewa? Yanga ameenda mtendaji mkuu ambao anafanya kila siku shughuli za klabu. Ameenda kama mtendaji mkuu na ripoti zote. Nimekuuliza mbona mtendaji mkuu wa kule hajaenda? Hilo la kwanza. Lakini la pili uelewe. Kwa hivi vilabu maana yake kuna watu ambao wanatoa mpunga wao. Ambao kama mambo yanaenda vibaya wanapasa wao. Nimekuuliza mbona hakwao hajaenda? Sikiliza. Baada ile picha mimi nipata picha kubwa zaidi. Picha gani uloipata pale mwalimu? Nimekutajia hao watu wa msingi hawakuepo. Nipata picha kubwa zaidi. Ndio maana mpaka leo unapozungumza Simba hawajaposti kuhusu dabi ya tarehe 25. Hawajasema chochote. Acha kusema, kuposti. Kama ilivyokuwa na posti bwana tena fanya mazoezi tarehe 14 tumeandikia barua serikali, siyo na nini mechi ya 15. Hiyo muda ambao anapata muda wote wa kuposti vile vibonzo tangu jana mpaka muda huu unazungumza hawajaposti. Hawajaweka barua. Na kwani mara mwisho walitoa taarifa gani? Mara mwisho wametoa taarifa hivi. Wamesema tumepewa taarifa na serikali kwa ajili ya kufanya mazoezi uwanja Benjamin Mkapa kwa ajili ya mechi tarehe 15. Unaelewa? Na yao ya kwa umma na vile akaambia mashabiki wa Simba njooni tarehe 15 kwenye mechi. Tafsiri la karaka nini? Kwanza serikali. Yaani Simba kwa sababu sio mwenyeji wa mchezo. Yaani Simba walipaswa kutoa taarifa kwa bodi ya ligi. Bodi ya ligi ndio waambie serikali kama huyu mtu apewe nini? Uwanja wa mazoezi. Wewe unaona wapi mtu anatoka akwambia serikali ipe kiwanja cha mazoezi kwa ajili ya mechi? Sio, unanielewa hapo picha hiyo? Kwa picha maana yake hata protocol za kiongozi hawajui. Na wale serikali akaambia ukisoma pale namba 4 akasema sisi ili uweze kuruhusu ni lazima tafata kanuni na taratibu zote ambazo zinazofanyika chini ya bodi ya ligi na pre-matching ambayo mtakuwa mmekaa. Serikali akatoa kabisa namba 4 pale kuonesha kuwa nyie amfahamu taratibu. Kwa kanuni zinasema wewe unatakiwa utoe taarifa kwa bodi ya ligi. Bodi ya ligi inatakiwa utoe taarifa kwa mwenyeji ambao ataambia manager uwanja au hajafanya mazoezi. Hapo baada ya kutoka hapo hawajaposti tena. After jambo lingine wakanaambia mje uwanja Benjamin Mkapa. Mje 15 mwenyeji anakuambia mechi hakuna. Tafsiri yake unataka kuaibia watu.
Kama walivyoibia na SB Kane walisema hivi, mechi Benjamin Mkapa akati kafa kwenye mpira wao akasema mechi wapi? Ni wa Amani Zanzibar. Unanielewa? Kwa baada taarifa ile nitarajia viongozi wa Simba atoe tena barua nyingine tena kuambia mechi haipo tarehe 15, mazoezi tarehe 14 hamna. Mashabiki wetu ambao mnataka kuja msije. Kwa sababu unasema mashabiki aje akati tiketi hazijauzwa. Mashabiki aje wanaingiaje uwanjani? Kwa maana yake wanataka ulete fujo au wanatafuta namna ya timing nzuri ya kuambia mashabiki wao. Sasa hiyo timing ishatolewa na bodi ya ligi. Yaani wenye mamlaka ya kuongoza mpira ni bodi ya ligi wametoa hiyo tamko mechi tarehe 25. Simba wamesema kama sio tarehe 15 hawachezi mechi. Wanasema kama sio tarehe 15 hawachezi. Ni nani aliyesema? Tofauti na tarehe 15. Simba barua yao ile ya taarifa kwa umma. Sasa naomba kuambia hivi. Mwenyekiti nimetoka kutolea papo nakwambia mwenyekiti wa klabu ya Simba Mangungu au jambo lishafika kwa mheshimiwa rais. Limeisha. Nikwambia hivi, mwenyekiti wa klabu ya Simba Mangungu. Tena amepiga picha na rais amefurahi. Unaelewa? Ndio mwenye klabu yake. Amepewa maelekezo mechi tarehe 25. Ni nani kidampa gani abishe? Yaani kidampa gani abishe kauli ambayo imetolewa na mwenyekiti ambaye alikuwa kwenye mkutano. Wanapaswa watekeleze maagizo ya bodi ya ligi ambao ndo wasimamia mpira, wanapaswa kutekeleza maagizo ya mwenyekiti Mangungu ambaye ndo alikuwepo ndani ya kikao. Alikuwepo na nani? Na ule mzee wako Dalali. Walikuwepo hao watu, wanapaswa na shangazi walikuwepo. Kwa wanapaswa hao ambao ndo wakubwa. Ule mmoja ni mwenyekiti, wale wengine ni wajumbe wa kamati ya utendaji ya Simba. Wao ndo wenye nguvu wenye Simba yao. Wanapaswa watoke. Simba msemaji wao ni kadogo tu kwa sababu anaajiliwa muda wote atakafukuzwa. Anatakiwa aposti, aseme. Na CEO pia anajiona afukuzwa. Muda wote ndio maana akuepo. Yaani yule kwao kwa sababu yupo akuepo, yani kwao watu wakubwa ni hawa, nakwambia Mangungu, shangazi, mzee Dalali, sio ana cheo gani, mkubwa kuliko CEO. Mzee Dalali. Yes. Kwa nafasi ya Dalali inabidi aingie pale CEO aje. Sio afu mimi nishangaa. Wako 5 kwa 3. Sio wajua kuna posho. Sasa mwalimu si utaratibu tu umewekwa kwamba bwana tuaini kwenye ile jambo haraka. Ndio mimi nimeshangaa. Wameenda wengi, wenzake wameenda watatu. Ambao ni kiprotoko tu. Sio makamu wa rais na Galibu ambaye ni mdhamini wa klabu. Watatu tu. Wao wameenda 5, sio 6, sio 7. Labda lisema kuna posho. Kwa nini Galibu ameenda kama nani? Galibu ameenda ni kama mdhamini wa klabu ya Yanga. Mdhamini. Yes. Mdhamini anaingiaje tena hapa? Swali zuri sana. Mdhamini anaingiaje hapa? Mdhamini yeye anaingia kwa sababu hiyo mechi ina maslahi yake, hiyo klabu ina maslahi yake. Kwa sababu mdhamini kazi yake hii inatakiwa tangaziwe ili apate fedha. Sasa akiona mambo yanachafuka kama hii, inaweza sababu ngoja nikae pembeni. Au kaenda kama mdau. No. Mdhamini ana kubwa, yani mdhamini ana nguvu kubwa kwa sababu yeye anaweka fedha. JSM ni mdhamini au ni mwekezaji? Mwekezaji bado. Mwekezaji itafika hatua baada, sasa hivi tuko katika phase namba 3. Itafika hatua hao wawekezaji watakuja watatu kuja kununua hisa. Mwekezaji ambaye lazima anunue hisa aweke kwenye klabu. Tuko katika phase namba 3. Sasa hivi tunadili na kuwasajili wanachama, baada hapa maana yake tutaanza kuuza hisa. Ndio atakuja kuwekeza kuwa mwekezaji. Sasa hivi ni mdhamini wa klabu ya Yanga. Na vivyo ni mwanachama wa klabu ya Yanga. Sasa kwa hata Alikamwe kafurahi. Alikamwe sija sana naye na sijajua kama ameposti. Ila kwa unavyoona jambo litoka limemfurahisha. Kusema kweli siwezi kuzungumza. Nafikiri anaweza kapeleka kwenye kamati ya maadili kutokana na kile alichokizungumza juzi. Kuna kauli ambazo aliziingiza pale, watu wamesema kama kuni kuto kumvunjia kwamba CEO bodi ya ligi anapotosha. Kuna kauli alizungumza kwamba kunaona kama kuna watu wanaanza kupotosha hivi. Sasa hiyo kauli kwa nzuri. No, hiyo kusema anapotosha nani? Ukweli kwa anapotosha. Anapotosha nani? Alikamwe. No, sio kwa anapotosha kweli kwa sababu walikubaliana azungumze hivi, akazungumza tofauti. Ndio maana nikakwambia hapa, hizi kamati zote hizi. Anasema kama alikuwa anamvunjia heshima CEO. Au sio kumvunjia heshima. Mtu kama kuna jambo la ukweli akisema tofauti maana yake anapotosha au apotoshi. Tumekubaliana useme jambo fulani, ukasema jambo lingine. Wewe utakuwa unapotosha au upotoshi? Anasema haujajibu swali Baraka. Hapa jambo tumekubaliana. Mimi na Baraka kitoka hapa twende Gongo la Mboto. Wewe ukatoka hapa ukakutana na mtu pale ukasema bwana tumekubaliana na mwalimu
twende Manzese. Wewe utakuwa unapotosha upotoshe? Utakuwa umechanganya Kiswahili hapo. No, sio Kiswahili. Gongo la Mboto na Manzese vitu tofauti. Utakuwa unapotosha upotoshe? Sawa, watazamaji atatuambia kama alikuwa anapotosha ama alikuwa apotoshi. Mwalimu, kuna swali ambalo nataka nikuulize. Vipi kuhusiana na Young Africans sasa? Mpo tayari kucheza dabi ya tarehe 25, na kama mpo tayari, yani hali yenu ikoje? Maana naona kama mashabiki mwanzo mlishakata mguu kabisa kwamba yani dabi haipo, utafute msimu ujao. Kwanza, jambo la kwanza kumbuka, tulisema katika press ya mwisho, kama unakumbuka, tulisema tuko lazi kucheza mechi 184 tofauti na tarehe 15 Juni, kama unakumbuka. Tulisema muda wote kama wako tayari, muda wote kipigwe. Hiyo tulizungumza kwenye press. Kwa sisi tulikuwa tayari kucheza mechi 184 tarehe 15. So tarehe 15. Hilo jambo la kwanza. La pili, tukaweka condition ili dabi ichezwe au wafanyaje waondoke. Na kuuliza wameondoka hajaondoka? Wale kuna watu wawili bado hawajaondoka. Sikiliza, tunazungumza ambaye ni mtendaji mkuu ambao tulisema CEO anapaswa, ambaye katika kuwasilisha yeye akutaka kutaja bwana waliniambia Yanga bwana naondoke, alikataa. Sisi tulisema CEO wa bodi ya ligi, tulikazungumza kamati ya masaa 72. Kamati ya masaa 72, kamati ile hajaondoshwa. Sikiliza utaelewa tu. Kamati ya masaa 72, na vile vile tukasema kidau ambaye ndo katibu mkuu ambaye anasimamia kamati ya waamuzi na waondoke. Na vile vile tukasema hili jambo la bodi kuwa huru ni jambo la mchakato ambao la muda mrefu. Tuligawanya katika sehemu mbili. Kuna jambo la muda mrefu na jambo la muda mfupi. Wewe umesema kamati ya masaa 72 hawajajiuzuru. Nakwambia hivi, mwenyekiti wa kamati 72 ndio mwenyekiti wa bodi ya ligi ameondoka. Mtendaji katibu mkuu wa kamati 72 ndio ameondoka. Na kuna mjumbe wiki moja iliyopita amejiuzuru. Hiyo haiwezi kuwa kamati tena, ni lazima iundwe upya, na kamati kuundwa upya ni lazima ni mwenyekiti achaguliwa wa bodi ya ligi ndio akaenda kuunda kamati ya saa 72. Ukisema hajaondoka sio kweli. Kiuhalisia kamati imeshaondoka na imeshavunjwa. Katika hayo mambo matatu, jambo moja la muda mrefu ambao tumesema ni long process kuhusu bodi ya ligi kwa TFF Wilfred Kidawa hajaondoka. Sikiliza mimi ninachokuambia. Sikilize kwa makini na Watanzania wasikilize. Hili jambo ambalo tumefika mpaka sasa hivi kwa sababu kuna jambo wenye mamlaka wanakuja ndani tena. Kuna fedha za ubingwa, kuna fedha hizo ambazo nimeambiwa, kuna fedha ambazo za wadhamini ambao wanakuja TFF, sio? Hapo atakuja mkurugenzi mkuu. Hapo watakuja watu wenye mamlaka ndio wanachunguza hivyo vitu. Ukimwambia ondoke, manake kuna vitu ambavyo havitachunguzwa. Unanielewa sio? Kuwa mvumilivu Baraka. Yaani kuwa mvumilivu. Yaani hapa tunakula ndizi, nyama ziko chini. Hakikisha unakula mtoli ili ndizi hizi nyama uje kuzipata. Usiwe na haraka Baraka. Hili jambo linaenda very clear na iko vizuri zaidi. Hii itajulikana kama mwambie Ndimbo kama ile ni barua ya posa au ya nini, lakini kiuhalisia tunaenda kutengeneza mpira. Barua ya posa imekuwa barua ya ndoa. Ndio kamwambie sasa, barua ya posa imekuwa barua ya ndoa au vipi? Watu wana viburi. Watu wamekaa katika ofisi za umma wanajifanya miungu watu. Yaani wanajifanya kama wao ndio wenye kila kitu, sio kweli. Hii ni ofisi ya umma. Yaani muda wote unaondoka. Ile ni ofisi ya umma. Mtu yote anaweza kukaa ukiwa kuna ofisi ya umma. Yaani hapa tunatoa somo. Ukiwa kuna ofisi ya umma lazima uwe humble, uwe mpole, unyenyekee ambao umekusaidia kuwa hapo. Lakini kuna ofisi ya umma unasema mwandishi wewe sikupi beji, wewe mwandishi wewe nitakuondoa. Hapana. Yaani iko kiburi, ni kiburi kikubwa kuliko kiburi cha kiuhalisia. Yaani kiburi kimezidi mpaka mamlaka. Hiyo haiwezekani. Ndio maana tukasema tunaenda kutengeneza mifumo mpya. Na mimi nitashauri baada hili jambo kuisha ligi, lazima tukae kama taifa. Lazima tukae kama wadau. Hizi kamati zao ambao wanaunda za kupeana hizi zote tunazivunja, tunatengeneza mpira kutoka hapa kwenda. Sisi Yanga tumemtoa mkoloni Sembuse watu wadogo. Mkoloni ameondoka ambaye kwa hapa na faida kubwa, ambaye amekuja tunyanyasa zaidi kuliko hata. Yaani watu wachache hawa ambao wanataka kutuharibia mpira wetu, na nyinyi mnakubali, mnapewa propaganda, mnaonekana kama hawa watu wamefanya mambo makubwa, akati nyuma pazia hizo skendo ni kubwa. Hizo skendo ambazo zinaenda kutengeneza mpira wa nchi. Bwana mwalimu, shukrani.